Bila shaka umeweza kuzungumza ama kusikia kutoka kwa watu ambao wamekuwa wakisema kwamba si jambo jema mtu akiweka fedha sehemu moja na badala yake aweke sehemu nyingine. Kwa mfano, kuna watu wanaweza wakashauri kwamba si vyema kukaa na fedha nyumbani, ni vyema zikakae kwenye benki. Lakini kuna mwingine atakwambia si vyema kuweka fedha zako benki, ni vyema ukaziweka UTT ama sehemu nyingine zenye uwekezaji wa pamoja. Kuna mwingine atasema si vyema kuweka fedha zako UTT, ni vyema ukaziweka kwenye hisa moja kwa moja. Lakini kuna mwingine atasema si vyema kuweka fedha zako kwenye hisa ama UTT, lakini ni vyema ukachukua pesa zako ukaziweka kwenye biashara. Kuna mwingine anasema peleka fedha zako kwenye Bitcoin. Kuna mwingine anasema ingiza fedha zako kwenye real estate. Kwa hiyo kumekuwa na taarifa nyingi sana, kiwango ambacho ni rahisi sana kumchanganya yule mtu ambaye bado hajawa na ufahamu mzuri kuhusiana na mzunguko wa fedha kiujumla, naweza nikasema. Sasa kuna mtu atauliza, pesa inatakiwa iende wapi? Ninachoweza kukwambia ni hiki: usahihi wa jibu la hilo swali inategemea na mazingira husika yanayohitaji usahihi wa hilo jibu. Kwa Kiingereza wanasema context, au sio? Kwa mfano, wakati mmoja anapambana kutafuta pesa ya kulipia ada ya pango, kuna mwingine tayari anatengeneza faida maradufu. Sasa hatua haziwezi kufanana kwa hawa watu wawili, na utofauti wa mazingira yao ndio context yenyewe ambayo ninaizungumzia. Kwa hiyo context ndiyo inayoweza kukupa wewe uelekeo, hatua ipi uichukue kutoka hapo ulipo. Sasa kama ambavyo nimeanza hapo awali kwenye mfano, ziko njia nyingi sana ambazo pesa yako inaweza ikazunguka baada ya wewe kuipata namna ambavyo umeweza kuipata, au sio? Ziko njia nyingi sana, lakini kwa sasa hivi nitaweza kukuelezea njia kama 5 hivi ama 6, itategemeana na ninavyoendelea kukumbuka kadri ninavyozidi kuongea na wewe, namna ambavyo pesa yako inaweza ikapita. Ila ninachoweza nikasema mwanzo mzuri ni wewe kuweza kujiuliza maswali mawili. Swali la kwanza, je, mimi baada ya kuipokea pesa, iwe ni kama ujira, iwe ni kama msaada, iwe ni kama zawadi, baada ya kuipokea huwa ninaitumiaje? Ninaizungushaje? Hilo ni swali la kwanza. Lakini swali la pili la msingi, je, upo uwezekano mwingine wa kuweza kuitumia hii pesa? Je, upo uwezekano mwingine wa kuweza kuizungusha hii pesa? Is there any other possibility? Na nadhani swali la kwanza ni swali ambalo tunasema you are establishing the reality, na swali la pili unakuja kuona uwezekano, unazidi kufungua akili yako kuweza kuona, je, ziko namna nyingine za kuweza kuzungusha. Kwa hiyo ukianza kuunganisha maswali mawili, nadhani ndio namna nzuri zaidi ya kuweza kutembea kwenye context yako ambayo wewe upo katikati. Sasa nianze kwa kuzijadili hizo njia 5 ama 6 ambazo unaweza ukatumia kwa ajili ya kuzungusha pesa yako mara baada ya kuipata, au sio? Sasa tuanze namna hii. Mara baada ya kuwa umepata hiyo pesa yako, na haijalishi umeipataje, umepata iwe ni kupitia ujira ama mshahara, huo umepewa zawadi, huo umepewa na mzazi kama ni fedha ya matumizi, haijalishi. Njia ya kwanza ya kuizungusha pesa yako ni kwa kuiweka nyumbani. Na kuiweka nyumbani maana yake unaweza ukaweka chini ya kitanda, unaweza ukaweka kabatini, unaweza ukaweka kwenye safe, unaweza ukachimbia shimo, au sio? Namna nyingine yote, lakini pesa yako iko nyumbani. Faida gani utaipata kwa kuwa na pesa nyumbani? Faida kubwa utaipata kwa kuwa na pesa nyumbani ni kwamba pesa yako inafikika wakati wowote ule, au sio? Na hii tunasema ni fedha nzuri sana kwa ajili ya nyakati za dharura. Kuna wakati unahitaji pesa ni nje ya masaa ya kazi. Kuna wakati unahitaji pesa, hakuna mtu anaweza kukusaidia, wote wenye msaada wako mbali ama hawana kitu chochote. Sasa hii pesa yako ya nyumbani inakufaa sana wakati wa dharura. Wanasema fimbo ya karibu ndio iuao nyoka. Kwa hiyo pesa yako ya jirani ndio inakuwa msaada wako, na hiyo ndio faida kubwa, kwamba pesa yako inafikika wakati wowote. Lakini vipi kuhusiana na changamoto ama hasara ama riski ambazo zinahusika na kuweka pesa nyumbani? Naamini na wewe utakubaliana na mimi kwamba jambo la kwanza kabisa ni usalama wa pesa yako. Pesa yako itaendelea kubaki kuwa salama
endapo tu hakuna mtu anaweza akasogelea hapo ulikoweka hiyo pesa. Unajua kasa mtu akipasogelea hata kwa bahati mbaya, basi una uwezo wa kupoteza chote ulichokiweka hapo. Hiyo ni la kwanza. Lakini la pili, pesa yako inapoteza thamani. Kitu ambacho unaweza ukanunua leo kwa shilingi 10,000, mwakani mwezi kama huu wa 5 hautaweza kutumia 10,000 kununua kitu ambacho unakununulia leo. Kwa nini? Pesa yako imepoteza thamani. Tunajua gharama za maisha zinapanda, kwa bei za vitu zinapanda, pesa inazidi kushuka thamani. Kwa hiyo kukaa tu na pesa nyumbani kama ilivyo huku inapoteza thamani, kwangu mimi ninasema hiyo ni hasara. Sio kama unanisoma. Lakini changamoto ya tatu ni kwamba tunajua kabisa kwamba upatikanaji wa pesa hupelekea watu kuanza kugundua mahitaji ambayo yawezekana yasingekuwepo kama wangejua hiyo pesa haipo. Sijui kama unanielewa, kwamba pesa ikisha kuwepo ndipo unapoanza kugundua sijapaka rangi nyumba, sijafanya hiki. Kwa hiyo huwa kuna matumizi ya hapa na pale yanatokea pale ukiwa tayari umeshajua kwamba kuna pesa inapatikana. Hiyo ni changamoto. Ni changamoto kwa sababu mahitaji ya binadamu ni mengi sana, na ya siku zote yanazidi kiwango cha pesa ambacho unaweza ukawa nacho. Of course kuna watu wamefika viwango ambavyo wanadhani pesa wamepata nyingi kuliko mahitaji yao, kama Mr. Warren Buffett. Yeye anasema amefika mahala pesa amepata nyingi kuliko mahitaji yake. Kwa hiyo yawezekana ukafika huko, na nakuombea ufike huko siku moja. Yes, lakini hiyo kwangu mimi ni changamoto, kwamba pesa inapatikana na inapelekea wewe kuanza kuwa na matumizi ambayo yalikuwa hayana ulazima sana ama yangeweza kuepukika. Yes, lakini changamoto ya 4 ambayo pia na yenyewe inategemeana na tafsiri yako, ila kwangu mimi naweza nikasema kama kulikuwa kuna uwezekano wa kuipeleka hiyo pesa mahala ambako ingeweza kuzalishwa labda 10%, 15% UTT ama 35% kutoka kwenye Inuka Dozen Index Fund, ama ukaweka kwenye hisa ikaweza kujifanya multiple hapo baada ya mwaka ama miaka kadhaa, kwangu mimi ni hasara wewe kuiweka pesa nyumbani na isiweze kuzalisha. Sijui kama unanisoma. Kwa hiyo kwangu mimi kama nina pesa nyumbani na najua hii pesa ilitakiwa izalishe na haijazalisha, kwangu ninahesabu ni hasara, hata kama haijapungua kile kiwango ambacho mimi nilikiweka. Hiyo kwangu ni hasara. Kwa hiyo hizo ni changamoto 4 ambazo zinapatikana kutokana na kuweka pesa nyumbani, au sio? Njia ya pili unaweza ukaitumia kwa ajili ya kuzungusha pesa yako ni kupitia kuhifadhi kwenye account ya benki, au sio? Sasa hii ni njia ambayo ni bora zaidi kidogo kuliko kuweka pesa nyumbani, lakini tena kuna mategemeo hapo. Inategemea na vitu gani? Tuanze labda na changamoto ambazo utazipata huku ambazo hukuzipata kwenye njia ya kwanza. Changamoto kubwa utakayoipata kuweka fedha benki ni kwamba sasa pesa yako haifikiki kwa haraka kama ambavyo ilikuwa inafikika ulipokuwa nyumbani. Nyumbani ilikuwa muda wowote ukiamua unaipata pesa yako, lakini sasa hivi aidha uwe na kadi kwa ajili ya ATM na ujue ATM ziko wapi na uzifuate kwenda kutoa pesa na kila kitu kifanye kazi sawa, ama ujue masaa ya kazi ni yapi. Wakishafunga ofisi yao saa 10 au saa 11, ujue basi hutaipata hiyo pesa mpaka watakapofungua siku inayofuata. Kwa hiyo kama umepata dharura yako usiku, hapo ni shida, inabidi utafute mtu wa kukusaidia hiyo pesa, umwambie bwana, asubuhi nitakwenda benki. Sasa hiyo tayari ni changamoto ya kwanza. Twende kwenye faida, alafu nitakuongezea changamoto nyingine. Faida kwa hiyo kubwa ni kwamba sasa ulinzi wako wa pesa umeongezeka kidogo. Umeongezekaje? Sasa umefika mahala ambako mtu akija nyumbani kwako akaingia, akaiba, akavuruga, ajali ikatokea moto, pesa yako haiwezi kuathiriwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tayari kuna usalama fulani ambao umetokea hapo. Lakini pia namna fulani umetenganishwa na pesa yako. Kwa hiyo ninaamini kuna baadhi ya matumizi utashindwa kuyafanya mpaka uende ukatoe pesa benki. Hiyo tayari ni control nzuri sana, na actually mmoja kati ya ushauri utapata kwa watu ambao wanasisitiza usiingie kwenye madeni, na wanakuambia usitumie pesa, usitembee na pesa mfukoni. Kwa nini? Kwa sababu ni rahisi kuitumia, ila ukiwa na pesa yako iko kwenye akaunti, mpaka uanze kuwaza kutafuta ATM ama uende ukasimame kwenye mstari utoe pesa, itachukua muda. Kwa hiyo watu wengine wanatumia hii kama trick ya kukimbia matumizi ambayo yalikuwa sio ya lazima sana.
Ikiwa ya lazima sana, basi lazima utaenda utapanga mstari, utakaa masaa yako mawili au matatu kwenye foleni, utatoa. Lakini kama ilikuwa si lazima, utasema bwana, hebu niachane nayo hii, nitafanya wakati mwingine. Yes, lakini zaidi ya hapo, labda nikikurudisha kwenye changamoto za ziada, tukianza na changamoto kama ambavyo ilikuwepo kwenye njia ya kwanza, pesa yako inapoteza thamani kadri inavyoendelea kukaa kwenye hiyo account. Kama vile ambavyo nimesema hapo awali, 10,000 ambayo ungeweza kuitumia leo kununua vitu vya thamani ya shilingi 10,000, hutaweza kuitumia hiyo pesa kununua hivyo vitu mwakani. Kwa nini? Kwa sababu thamani ya pesa inazidi kupungua, lakini pia bei ya vitu inazidi kuongezeka, na kuweka fedha kwenye akaunti hakusaidii chochote zaidi ya kusukuma pesa yako endelee kuwa ndogo zaidi. Lakini zaidi ya kupoteza thamani, sasa pesa yako inasimamiwa na watu, na hao watu wanahitaji kulipwa pesa. Kwa hiyo kutakuwa kuna ada za usimamizi wa hiyo fedha yako, utakuwa unakatwa makato hayo, utakatwa makato unapotaka kutoa fedha. Kwa hiyo fedha yako sasa inakuwa sio ya kwako tu, inakuwa ni fedha ya wote ambao wako wanahusiana na hiyo pesa. Wewe ukiwa mmiliki, lakini pia watu ambao wanasaidia kukusimamia. Yote inakuwa ni changamoto hiyo. Kwa hiyo pesa yako zaidi ya kupoteza thamani, lakini pia inakuwa inakatwa. Lakini changamoto nyingine ambayo ilikuwepo pia kwenye ile ya kwanza ni kwamba pesa yako hiyo, kama kulikuwa kuna uwezekano wa kukuzalishia, kwa nini isikuzalishie? Kutokukuzalishia wakati kulikuwa na huo uwezekano ni hasara, au sio? Ni hasara. Kwa hiyo ni changamoto pia ambayo utaipata kwa kuweka pesa kwenye akaunti kama saving ya kawaida. Ingawa kwenye benki pia huwa kuna option, huwa kuna chaguo la kuweka pesa kwenye akaunti ambayo utakuwa unapewa faida fulani. Nadhani wanaita fixed account, kitu kama hicho. Ila changamoto ni kwamba ukishaanza kuingia kwenye fixed account, tayari hutaweza kuweka na kutoa pesa muda wowote. Watakwambia tupatie pesa yako, utakuja kuitoa baada ya miezi mitatu, ama utaitoa baada ya miezi 6, na utapata labda 1% ama 2 ama 3 za kiwango ambacho umeweka kwa mwaka. Sijui kama unanisoma. Kwa hiyo unakuja kuona ndio unapata kitu fulani kidogo, lakini tayari umezuiwa kuifikia pesa yako muda ambayo ungeweza kuhitaji kwa dharura. Kwa hiyo kuna kafaida kidogo na kuna changamoto fulani. Kwa hiyo ni kuhusiana na kuweka pesa benki. Njia ya tatu ambayo naweza nikakuelezea hapa, ambayo unaweza ukapeleka pesa zako ama ukatumia pesa zako ama ukazungusha, ni kupitia kupeleka kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Kwa hiyo hapa sasa ndo tunazungumzia vitu kama UTT, ama tunazungumzia bidhaa ambazo zimeanzishwa na Orbit Securities. Kuna Inuka Money Market Fund, kuna Inuka Tanzania Index Fund, lakini pia kuna bidhaa wanaita Vertex. Sasa hizi ni bidhaa ambazo ninyi mnawapatia pesa hawa wahusika. Kwa mfano tumtumie UTT. Ninyi mnampa pesa UTT yeye kama taasisi anatafuta maeneo ya kuwekeza, anawapa pesa ili waendeshe shughuli zao, wamrudishie faida, alafu yeye aje awagawanyie ninyi faida ama kuwakuzia mtaji ambayo mmempatia. Kwa kiufupi iko hivyo. Na kwa mtazamo wangu, uwekezaji wa pamoja, hakuna tofauti kubwa sana ya kiutendaji na kuweka pesa benki, kwa sababu wako watu ambao wanatumia kuweka fedha UTT kama kuhifadhi fedha, kama wanavyohifadhi fedha benki. Unakwenda unaweka pesa pale na una uwezo wa kuipata. Labda niende moja kwa moja kwenye labda faida chache ama changamoto. Nikianza hebu nianze na changamoto kwanza, au sio? Tukianza na changamoto ni kwamba pesa yako sasa haiwezi kupatikana kwa haraka sana kama ambavyo ilikuwa inapatikana wakati umeweka pesa benki. Kumbuka, ukiwa umeweka pesa benki, unaweza ukaamua ukaingia kwenye ATM ukatoa pesa yako, ama ukaamua tu kupanga kwenye mstari ukachukua tu masaa mawili ukapata pesa yako. Ukiingia tayari kwenye UTT ama Inuka, tayari watakwambia siku 3 za kazi, au sio? Tuambie unataka kutoa pesa zako, labda tuma ya maombi, lakini utapata pesa ndani ya siku 3 za kazi. Na wakati mwingine huwa inatokea inachukua zaidi ya hapo. Kwa kama ni pesa unayohitaji kwa dharura, si pesa ambayo inaweza ikawa na msaada kwako, pesa ambayo unahitaji sasa,
Unajua kabisa kama uko nyumbani pesa unahitaji sasa, ni issue ya kunyanyua kitanda. Kama ni akaunti ya benki, unajua hapa ni kuangalia ATM iko wapi, ama je, ni muda wa kwenda benki huu, ngoja nene nikatoa pesa. Lakini unapofika kwenye kiwango cha UTT ama Inuka, basi una siku zako 3 za kusubiri. Hiyo ni changamoto kubwa, naweza nikasema utaipata hapo. Lakini faida yake ni nini? Faida yake ni kwamba sasa hii pesa yako inatumika kwenda kutoa mtaji kwenye biashara nyingine ambazo zinaendeshwa, na hizi biashara huwa zinarudisha kwa faida, kwa sababu either wanapewa kama mkopo ambao huwa unarudi na interest, ama wanapewa kama mtaji ambapo ile faida inayopatikana wanagawana. Kwa hiyo kile unachokiweka UTT huwa kinakuwa, kinazalishwa na kukua kwa pamoja. Kwa hiyo faida kubwa niseme utaipata UTT ambayo hutaipata ukiweka nyumbani ama ukiweka kwenye benki, ni kwamba kuna pesa inakuwa inazalishwa. Na pesa kuzalishwa inakuja wanasema kwa Kiingereza neutralize upotevu wa thamani ya pesa. Kama pesa inaendelea kupotea thamani tu. Lakini kama ulikuwa na 10,000 sasa hivi ambayo inapotea thamani taratibu, lakini kesho hiyo 10,000 ikawa haina nguvu tena ya 10,000, labda ina nguvu ya 8,000, lakini wewe badala ya kuwa na 10,000 kesho ukawa na 20,000, kwa hiyo tayari ndio imepungua thamani ya 10,000, lakini wewe umekuwa na fedha zaidi, kwa hiyo imeimeza ile hasara ya upungufu wa thamani. Hiyo ni faida kubwa ya pili. Ya kwanza nadhani ilikuwa ni ya pili. Ya kwanza nilishakwambia ni kwamba fedha yako inakuwa inaongezwa, kuna faida, kuna kuzidishwa. Kwa hiyo inameza pia upungufu wa thamani ambao unaweza ukatokea kwenye pesa. Na kingine ambacho labda ningeweza kukwambia, nilikwambia hapo awali kwamba kuna option ukiwa umeweka fedha zako benki, kuna option ya kuweka kwenye akaunti ya benki kwa namna ambayo unapata faida. Sasa kama nakumbuka sahihi, kipindi cha nyuma kidogo nilivyokuwa nimetaka kuanza kuweka fedha kupitia hizo fixed account, asilimia ilikuwa 1, 2, 3. Sijui kama imezidi zaidi ya hapo. Sijawahi kusikia kwamba umezidi 3%. Labda kama umezidi sana 5, 6. Lakini ukiwa unapeleka pesa zako kwenye labda kama UTT kwa mfano, UTT wamefika kiwango ambacho unapata faida kwa mwaka 10% mpaka 15%. Kwa hiyo ni faida nyingi unayopata zaidi unaweza kuweka benki. Kwenye mifuko kama ya Inuka Money Market Fund, kama nakumbuka sahihi, wamefikisha kwenye asilimia zaidi ya 15, kati ya 15 mpaka 18. Kwenye session ndogo ambayo nilikuwa nao Orbit Securities juzi, tulijulishwa kwamba mfuko wa Inuka Dozen Index Fund umefikisha faida ya mpaka asilimia 35. Ni kiwango kikubwa sana. Sasa ukilinganisha wewe unaweka pesa zako kwenye account ambayo unapewa 6%, lakini kumbe kulikuwa kuna uwezekano wa kupata faida ya 35%. Huoni kwamba hiyo ni hasara? Ama unaweka tu kwenye account ambayo hupati chochote, sana sana wanakuja wanakukata ada yao ya kukulindia pesa zao, wanakukata pesa ukiwa unataka kutoa ama kumtumia mtu mwingine. Kumbe ungeweza kuweka huku fedha ukapata 35%. Ni tofauti kubwa sana. Ila kumbuka ni kupima uzito wa pande mbili. Changamoto lakini pia faida zake, au sio? Changamoto kama ambavyo nimekuambia, sasa pesa yako haifikiwi kirahisi kama ambavyo ungeweza kuifikia hapo awali, lakini faida zake ndo kama hizo ambazo nimeweza kukupatia. Kwa hiyo again, wewe unaangalia ile kitu tumesema context. Context yako inakuruhusu kufanya nini. Lakini njia ya 4 ninaweza nikakuelezea kuhusu namna ambayo unaweza ukazungusha ama ukapeleka pesa yako, ni kupeleka kwenye maeneo ama vitu wanaita hisa na hati fungani. Sasa hivi ni vitu viwili tofauti, lakini vinakwenda kwa pamoja fulani, ndio maana huwa vinajadiliwa kwa pamoja. Labda nikikuelezea kifupi, hisa ni pale ambapo unatoa pesa yako kwenye biashara fulani ambayo wanasema imeorodheshwa kwenye soko la hisa, au sio unampa tu biashara kwa unasema na hisa yangu pale. Though huo mchakato upo kwa kampuni ambazo zimefunguliwa rasmi, ila ninayozungumzia mimi ni pale zile kampuni wanasema zimeorodheshwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, au sio? Kwa hiyo unapowapa wale pesa zao, pesa uliyowapa inakuwa ni sehemu ya mtaji wao, na ikiwa sehemu ya mtaji wao, maana yake wewe unakuwa ni mmoja kati ya wamiliki. Na nadhani
maana ya neno hisa kwa Kiingereza wanasema ni share, na mimi nadhani share inatokana na hali kwamba you own a share of the company. Maanake mtaji wako ni sehemu ya mtaji mzima wa kampuni, na kama wewe una mtaji pale, maanake wewe ni mmiliki wa hiyo biashara. Ndio neno share nadhani lilipotokea, ambao kwa Kiswahili tunaita hisa, au sio? Sasa hiyo ndio ilivyo, na kikubwa cha kujua ni kwamba ukiwa mmoja kati ya watu ambao mmechangia mtaji, ni kwamba faida ikitokea wewe utakuwa ni mnufaika, hasara ikitokea wewe utakuwa ni mwathirika. Kwa hiyo ni kati ya hayo mawili. Lakini hati fungani ni pale ambapo kuna utaratibu fulani maalum upo wa kukopesha taasisi ama biashara, na mnakuta mnawakopesha kwa kiwango fulani ambacho watarudisha kiwango cha riba ama interest, au sio? Na kinachotokea ni kwamba huwa kuna either mnaweza mkapitia benki kuu, au sio? Benki kuu huwa inatangaza hizo hati fungani ambazo zinaendeshwa na brokerage companies. Kwa mfano kama Orbit Securities huwa wanatangaza hizo auction, ambapo unakuta benki kuu inakuwa inasema inauza kitu kinaitwa hati fungani, ama taasisi binafsi nyingine zikawa zinaendesha kama CRDB wakawa wanauza hati fungani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa kwenye kuuza hiyo hati fungani ni kwamba wewe unainunua hati fungani, kwa maana nyingine ni kwamba wewe ndio unawakopesha. Kwa unavyowakopesha unapewa hati fungani. Hati fungani nadhani imetokana na maana ya kwamba zamani wanadai kwamba ukishaikopesha unapewa karatasi. Hiyo karatasi ndio inaonyesha kwamba umekopesha mtu fulani kwa kiwango fulani na unataka urudishiwe kinamna gani. Lakini tumevuka hizo level, hakuna karatasi na upewa, lakini bado concept ni ile ile moja. Sasa nizungumze labda hasara na faida haraka haraka. Labda kwenye hisa tuanze. Kwenye hisa ni kwamba ukiwa makini kwenye kuchagua kampuni nzuri, biashara ambayo inatenda kazi zake vizuri, ni kwamba una uwezekano wa kupata faida maradufu. Kwa mfano kupitia vipindi ambavyo nimekuwa nikifanya na Orbit Securities, kuchambua makampuni, lakini pia kuelezea soko la hisa kiujumla, kuna kampuni moja ambayo iliwashangaza watu wengi sana, kampuni ya Mkombozi. Hii ni benki, au sio? Hii Mkombozi nadhani mwaka 2024 mwishoni, mwezi wa 10-11 nakumbuka, bei yake ya hisa ilikuwa ni kama shilingi 600 hivi kupanda ama kushuka. Lakini tunakuja kuiangalia mwishoni mwa mwaka 2025 ilikuwa imefika 6,000. Kwa hiyo iliongezeka karibu mara 10. Kwa hiyo mtu ambaye aliweka shilingi 600, huu ni mfano sio halisi. Mtu ambaye aliweka shilingi 600 mwaka 2024, mwishoni mwa mwaka 2025 akawa ana fedha kiasi cha shilingi 6,000. Sijui unanisoma. Kwa hiyo kama ulikuwa una 6,000 sasa imekuwa 60,000. Sasa hiyo ndio inayotokea unapokuwa umemiliki hisa. Lakini ingawa pia huwa kuna hasara, kuna makampuni yanapoteza thamani. Kwa hiyo tunasema kuna plus and minus hapo. Kwa hiyo lazima uwe makini kwenye kuchagua kwamba biashara ipi inafanya vizuri, inaweza ikaletea faida, biashara ipi inafanya vibaya, haitanipa faida, uiepuke. Lakini kwenye upande wa hati fungani ni kwamba mnakopesha. Kwa hiyo unaangalia wapi unadhani pana faida kubwa zaidi, nani anarudisha fedha kwa riba kubwa zaidi, ambaye atakupa faida zaidi, huyo unampatia. Sasa hii inatoa faida maradufu ukilinganisha na mtu ambaye ameweka fedha zake kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Mifuko ya uwekezaji wa pamoja 10%, 15%, ndo kama hiyo 35 nimetoka kuisema. Lakini huyu ambaye aliweka Mkombozi mwaka 2024 mwishoni, ana asilimia karibu 300. Karibu 300, kwa ni maradufu. Lakini changamoto yake ni kwamba inaweza ikatokea hasara ikala kila kitu. Huwa inatokea. Though ni nadra, haijasikika sana, lakini inaweza ikitokea hasara kwenye hisa, unaweza ukawa uliweka zako 600 ukajikuta umeamka una 150. Huwa inatokea. Kuna changamoto itakuwa kwa mfano Vodacom, nakumbuka kuna bei zilipanda na kushuka. Watu wengi walalamika Vodacom kwamba wamenunua hisa kwa 700, ikadondoka ikakaa kwenye 400 muda mrefu sana. Wengine wakaamua kuondoka na hasara zao. Hii hasara sio rahisi sana kuipata ukiwa umeweka kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Sio rahisi, sisemi kwamba haiwezekani, inawezekana, lakini urahisi ni mdogo sana, kwa sababu mifuko ya uwekezaji wa pamoja huwa imejitanua sana, imewekeza kwenye kampuni nyingi sana. Kwa hiyo hakuna faida kubwa sana, hakuna hasara kali sana. Unakuwa uko kwenye wastani fulani. Lakini kwenye hisa faida inaweza ikawa kubwa sana, hasara inaweza ikawa kubwa sana. Kwa hiyo bado hapa pia unajiangalia wewe unalalia wapi.
Vipi kuhusiana na upatikanaji wa fedha kwa dharura? Ukiweka fedha zako kwenye hisa, upatikanaji wa fedha inategemea. Kama unataka fedha kwa dharura sana, basi ujue kabisa unaweza ukaipata kwa hasara. Kwa nini? Kwa sababu utalazimika kuuza hisa yako kwa bei ambayo mwingine hatakubali, na wengi wanakubali kununua kwa faida ama kuuza kwa faida. Kwa kama unataka kutoka kwa haraka, inabidi utoe kwa bei ambayo mwingine ndio atakubali. Sasa mara nyingi mkiwa mnafanya biashara alafu mwingine anapata faida, basi wewe utapata hasara kama haujaweka mazingira vizuri. Kwa hiyo iko hivyo. Kwa hiyo upatikanaji wa fedha kwa dharura unapungua ukiwa umeweka fedha zako kwenye hisa. Lakini kwenye hati fungani ndio kabisa. Maana hii unawapa pesa, mkikubaliana kwamba nawapa pesa hiyo labda kwa miaka kadhaa. Ingawa ndio unaweza ukaipata njiani, lakini na penyewe kuipata njiani inabidi upate mtu mwingine ambaye utampatia na akubali kwa faida yake. Ikiwa kwa faida yake, maana yake ni kwa hasara yako. Kwa hiyo faida kubwa ni kwamba sasa una nafasi ya kupata faida maradufu, lakini changamoto yake ni kwamba sasa huipati pesa kwa haraka kama ambavyo unaweza ukaipata chini ya kitanda, ama ukaenda kwenye ATM, ama ukaenda kupanga mstari benki. Pesa yako haipatikani kwa haraka hivyo, ama siku 3 za kazi. Unaweza ukaipata pesa yako ndio haraka, lakini tunasema inategemea na mazingira ya siku hiyo yakoje. Otherwise utaipata ndio, lakini utaipata kwa hasara kubwa. Uliweka zako 500,000 unapata 200,000, kwako ni hasara. Lakini labda nizungumze tena kuhusiana na changamoto hasa kwenye uchaguzi wa mahala pa kuwekeza. Na niseme hii ndio sehemu kubwa pia ambayo inawachangamotisha watu wengi. Wengi wameshajua kwamba ndio kuna kuwekeza kwenye hisa, lakini changamoto inakuja kwamba sasa nawekeza wapi? Najuaje kwamba niwekeze kampuni hii niache hii? Najuaje kwamba hapa sitapata hasara? Na hii sasa inakuja kuwa ni changamoto kwa sababu uwekezaji wa hisa ama hati fungani, naweza nikasema ni mambo yanayohusiana moja kwa moja na mambo ya fedha. Kwa hiyo wakati mwingine tunasema uelewa wa mambo ya kifedha unatakiwa. Sasa sehemu kubwa pia ya watu ambao wanataka kujishughulisha na haya mambo, tumepitia kwenye engineering, wengine wanafanya ufundi, wengine wanafanya vitu gani, vitu ambavyo havina uhusiano na mambo ya pesa, au si wachache sana ndio wamepitia mambo ya finance, accounting, wanaweza wakaelewa baadhi ya concepts, lakini wengi hawajui. Kwa hiyo hii inakuwa ni moja kati ya changamoto zipo, ingawa ni changamoto ambayo una uwezo wa kuivuka ukiweka juhudi fulani hasa kwenye kujifunza. Lakini naweza nikasema hiyo ndio changamoto kubwa ya watu kuweza kujua wanawekeza wapi, wawe na tabia gani wakati wanawekeza, watarajie nini. Wengine ukishawaambia bwana, kwenye hisa unaweza ukapata faida mara 10, basi yeye anachojua ni faida mara 10, hajui kwamba kuna kitu kinaitwa hasara. Kwa nini? Kwa sababu hana mazingira ya biashara kwenye akili yake. Kwa hiyo inapotokea ameweka pesa, hajajua namna ya kubehave, ya kuwa na tabia fulani ya uwekezaji, anajikuta amepata hasara kubwa sana ambayo imempotezea kile chochote ambacho alichokuwa nacho. Ama wengine ndio hivyo, wao badala sasa ya kuweka ile fedha ambayo walihitaji kwa dharura, labda kwenye maeneo ambayo ingeweza kupatikana kirahisi, wanaamua kuweka fedha kwenye hisa ili wapate maradufu. Kwa mfano, kuna mtu anatakiwa alipe hiyo ada ya pango milioni 2, au sio, mwezi ujao. Anaamua kusema hii milioni 2 mpaka mwezi ujao sina uwezo wa kuidouble hii pesa, kwa nini siweke kwenye hisa mwezi mmoja? Anaweka milioni 2 leo kwenye kampuni fulani. Baada ya wiki 3 hiyo kampuni inashuka thamani, ile milioni 2 yake inakuja kuwa 500,000, lakini kule anadaiwa anatakiwa alipe. Sasa wengine wanaingia kwenye changamoto kwa mfumo huu. Kwa hiyo ni vyema kuweza kujua namna gani haya mambo yanaenda, namna gani wewe ujiendeshe ukiwa unahusiana na uwekezaji. Naweza nikasema kikubwa ni hicho. Njia ya 5 na ya mwisho kwa leo ni njia ya kupitia biashara. Wako watu ambao watakwambia kama ambavyo nimesema hapo awali, watakwambia bwana, kwa nini uweke pesa zako kwenye hisa? Kwa nini uweke pesa zako UTT? Kwa nini uweke kwenye hati fungani? Lakini kumbe ungeweza kupata faida mara 300 kwa uhakika zaidi. Kwa nini? Kwa sababu wako wafanyabiashara ambaye anaweza kukwambia mimi kwa siku naingiza faida hata milioni 100. Kwa mfano nimesikia clips kutoka kwa mbunge, anaitwaje mbunge gani jina lake nimelisahau kidogo. Yeye anasema kabla hajawa mbunge alikuwa anaingiza mpaka milioni 100, sijui kwa siku, sijui ni kwa wiki, ile hata sikumbuki vizuri. Kwa hiyo mtu anakuja kuona hii milioni 100 unaingiza hata kama ni kwa wiki.
ni kitu ambacho huingizi kirahisi kwenye hisa, hata labda uwe na kiwango kikubwa sana cha pesa. Lakini si pesa unaipata kirahisi eti kwenye faida tu za asilimia ngapi uingize milioni 100 kwa siku. Ni nadra. Ya, kwa hiyo kutoka kwenye hiyo kuna watu wanasema bwana, kwa nini usiweke pesa zako kwenye biashara? Kwa nini usiweke pesa zako kwenye real estate? Kwa sababu kuna faida kubwa. Ya, hii ni kweli, naweza nikasema hivyo kwamba ni sehemu ambayo utapata faida maradufu, lakini tuangalie tena faida na changamoto. Au sio? Faida ni kweli kama biashara yako inafanya vizuri. Basi ukiweka pesa zako ujue zitapata faida kubwa sana. Tuseme kwenye kiwango ambacho ni cha mtu wa kawaida. Mtu wa kawaida labda mwenye kipato chake labda cha milioni 2, milioni 3. Ukifungua biashara yako ukaanza na mtaji wako wa 500,000, tujue kabisa hapo kwa siku unaweza ukao unapata hata 300,000, lakini 500,000 kwa kawaida. Au sio? Ukijipanga vizuri. Kitu ambacho sio rahisi kupata 300,000 lakini 500,000 kwa siku ukiwa umeweka fedha labda UTT ama kwenye hisa, sio rahisi. Inawezekana lakini si rahisi. Lakini tunakuja kwenye swali, je, unaweza? Inawezekana kirahisi hivyo? Siulizi kwamba inawezekana kwa maana is it possible, lakini can you do it, kwamba una hiyo capability. Je, mazingira yako yana support? Wengi wenu mmejaribu kuanzisha biashara. Je, umefika kwenye kiwango ambacho unajua kabisa kwamba mimi nitapata faida ya milioni 1 kwa siku? Mimi binafsi nimeanzisha biashara, imefika mara nikaona mpaka nifike kiwango cha kupata milioni 1 kwa siku, itachukua safari. Hatuwezi kujua, wanasema ya Mungu mengi, lolote linawezekana, lakini lazima ifike mahala tunasema uwe ni mtu wa kuangalia reality na ujaji reality ili ujichukue kisahihi. Ya, kwa hiyo ni kweli kuna fakta ya kuingiza kwenye biashara, lakini ni wachache wenye uwezo wa kuendesha biashara kwa mafanikio ikaleta faida maradufu. Wengi wetu unajua kabisa ukiingiza pesa yako milioni 100 kwenye biashara inapotea kama ilivyo. Na ukiuliza wafanyabiashara wengi ambao wamefanikiwa wanakuambia mpaka wanafika kiwango wanaingiza milioni 100, 200 kwa siku, basi kuna hasara kubwa sana wamepitia. Kuna mateso mengi sana wamepitia. Kuna muda mrefu wa safari ambao wameufanya, ambayo si kila mtu anaweza akafanya hivyo. Ya, kwa hiyo usipokee kirahisi kwamba mtu anasema bwana, hii pesa yako wewe una uwezo wa kuifanya biashara, badala ya kuilaza tu iende kukaa UTT. Kwa nini usiingize kwenye biashara? Biashara gani? Unayo hiyo biashara ambayo ina uwezo wa kujenerate hata hiyo faida ya 30% ambayo ingeweza kupatikana UTT ukasema utaipata mwenyewe. Unayo hiyo system ya kukupa hiyo faida? Hilo ndilo swali kubwa ambalo naweza kukuuliza. Kwa wengi wetu tunajua kabisa kupoteza ni asilimia karibu 90. Kila mtu amepoteza. Kila mtu amepoteza. Ila kuna wale wachache ambao wameweza kupazivia, imefika mahala system zime connect, mambo yameenda. Ya, lakini nje ya risk ya kufeli kuna connections. Kuna mtu ana bidhaa yake na amepata connection ya wateja. Una uhakika utapata connection ya wateja. Una uhakika utapata timu nzuri ya watu wa kufanya nao kazi ambao watakusaidia kupata faida. Una uhakika utapata partners ambao mtaelewana vizuri. Wengi tumeanzisha biashara, tumeshindwa kuelewana na partners wetu na tumeshaweka pesa nyingi sana kwenye biashara. Mimi ni mmoja wapo. Ya, nimeshaanzisha biashara nyingi sana ambazo nimeweka pesa pia pamoja na partners wangu, lakini hatukuelewana. Mwisho wa siku hakuna kilichofanyika kwa sababu hatuelewani. Ya, kwa hiyo nihitimishe tu kwa kusema kwamba katika hizi njia zote 5 unakuja kuona kwamba hakuna njia moja ambayo ni sahihi kuliko nyingine. Yote inategemea kwamba mazingira yako yanatakaje. Kama uko na pesa ambayo unajua kabisa hii pesa natakuwa niizalishe, sihitaji pesa kwa dharura, basi unajua kabisa sehemu ya kuweka ni hapa. Hii pesa bwana nahitaji iweze kunizalishia labda kwenye biashara yangu binafsi, unajua kabisa hii pesa unaipeleka hapa. Kwa hiyo hakuna kitu sahihi ama si sahihi. Hata yule anayeweka pesa nyumbani yuko sahihi kama mazingira yake yanataka usahihi wa hiyo pesa. Nimesema kwa mfano dharura yoyote ya ghafla inayohitaji pesa kwa wakati huo, pesa ya nyumbani inafaa. Pesa ya nyumbani inafaa, au sio? Ya, kwa hiyo naomba niishie hapa. Na kama nilivyosema, hizo ni njia 5 ambazo nimeweza kuzieleza, lakini ziko njia nyingi sana. Kuna watu wameshaanza kuweka kwenye Bitcoin, kuna watu wanafanya forex, kuna watu wanafanya mambo kibao sana. Watu wanafanya mambo mengi sana kuweza kuzungusha pesa. Kwa hiyo
nikurudishie yale maswali mawili. La kwanza, jiulize wewe, pesa unayoipata leo unaitumiaje? Unahifadhi vipi? Hilo ni swali la kwanza. Lakini swali la pili, jiulize, je, upo uwezekano mwingine zaidi wa kuizungusha pesa yako ama wa kuipeleka pesa yako kwa manufaa zaidi? Wakati huo ukijikagua mazingira yako ya sasa, kwamba je, mazingira yako ya sasa yanahitaji nini, au sio? Mimi naweza nikakuacha hapo, au sio? Kwa nikutakie wakati mzuri, na nikukumbusha tu kwamba hii ni channel ambayo utajifunza hasa kuhusiana na elimu ya uwekezaji kwenye hisa pamoja na hati fungani, na ninafanya kipindi pamoja na Orbit Securities ambapo tunapata elimu nyingi sana pamoja na taarifa za moja kwa moja kuhusiana na soko la hisa Dar es Salaam pamoja na nje, kupitia wataalamu wetu kama Mr. Fortes Rutabingwa, na amekuwa na faida kubwa sana. Kwa hiyo kama hauja subscribe, hakikisha umesubscribe kwenye hii channel leo. Sasa hivi, minya sasa hivi hiyo alama ya kusubscribe, ili uweze kujulishwa pale ambapo tunafanya live sessions zetu, na actually tunakutana kila Ijumaa jioni saa 1 jioni mpaka saa 3 katika hali ya kawaida. Ikitokea dharura basi huwa tunahamia labda Jumamosi. Yes, nje hapo tarajia kupata material zaidi mengi sana ya kukuelimisha kupitia kwenye hii channel. Natarajia kuanza kutoa mafunzo maalum kuhusiana na hisa, na nimeshampata mtaalamu Bwana Derek CFE huyu. Yes, huyu atakuwa dedicated kwa ajili ya kutoa elimu kuhusiana na mambo ya hisa, lakini pia tutarajie kuanza kupata elimu zaidi kuhusiana na mambo kama ya UTT. Tutarajie kupata elimu zaidi kuhusiana na mambo ya mashamba, kulima. Nimeshawafikia watu wengi ambao ni wataalamu wa haya mambo, na wamekubali kwamba wako tayari kuweza kusaidiana na mimi kuweza kuhakikisha kwamba wanafikisha elimu kwa jamii nzima ya Tanzania, ili wote kwa pamoja tuweze kupiga hatua kuelekea ile miaka 30 ambayo wamesema 2030, Tanzania yenye economy ya juu kabisa, au sio? Basi sawa, nikutakia wakati mzuri.